Kila siku tunajaribu kuja na idea mpya of course. Lengo ni kuhakikisha kwamba vitu ambavyo hukuzoea kuviona kwenye macho yako, hasa vinavyohusisha plani za majengo, basi unaweza kuviona kuanzia sasa. Hili jengo ilikuja idea of course ya kupata jengo ambalo haujazoea kulitazama mara kwa mara kwenye macho yako. Najua mitandaoni unakutana na ramani nyingi, watu wanapost ramani nyingi, lakini hii itakuwa ni miongoni mwa ramani ambayo hujawahi kukutana nayo mara nyingi, au kama umekutana nayo basi itakuwa na muonekano wa kufanana, ila isiwe na mpangilio wa namna hii hapa. Hili jengo bwana ni zuri, afu ni kubwa na lina kitu kizuri ndani yake, lakini pia liko na muonekano tofauti na vile ambavyo watu wamezoea kutazama. Hili jengo lina upana wa mita 14 na urefu wa mita 16. Humo ndani vyumba ni vinne, ikiwa vyumba viwili ni self, vyumba viwili ni single, lakini kuna sebule kubwa, dining, jiko pamoja na store, lakini kuna choo cha public, kwa sababu unajua ndani humu kuna vyumba viwili ambavyo havina choo ndani sasa hapa ndipo hapo nilikuwa nimeanza kulichora, of course kupata muonekano wake utakuwaje, lakini baada ya hapo sasa inabidi sasa ni utafute muonekano pale ambapo litakapokuwa limekamilika litakuwa linaonekanaje. Hilo ndio lilikuwa ni swali katika miongoni mwa maswali ambayo nilikuwa najiuliza wakati naiandaa hii ramani. Sawa, ila kitu kizuri ni kwamba jengo hili ni zuri sana, na wale watu ambao mnapatikana Mpanda mnahitaji tofali za block, basi namba ya simu ni hiyo hapo ambayo inapatikana kwenye kioo cha simu yako hapo upande wa kulia kwa chini, unaweza kuiona vizuri sana. Hii ndio picha ya muonekano wa jengo endapo litakamilika. Ina maana kama utachukua ramani hii na utaijenga, basi katika kiwanja chako itachukua sura hii au itakuwa na muonekano huu ambao unauona kwenye kioo cha simu yako. Ndani humo ni vyumba vinne vya kulala, viwili self, viwili vya kawaida ambavyo ni single, lakini single ila vina size kubwa sana kwa sababu ndani humo una uwezo wa kuweka vitanda viwili vya 6x6 na vikaenea. Sawa, kwenye hivyo vyumba viwili ambavyo ni single, na kwenye self pia vile vile. Sasa hapa unaweza kuangalia mpangilio wake ukoje. Upande wa kulia tuna vyumba viwili ambavyo ni single, upande wa kushoto tuna vyumba viwili ambavyo ni self. Lakini mbele kuna open kitchen, lakini kuna open dining. Hili jiko ni jiko ambalo limeunganishwa moja kwa moja pamoja na dining. Kwa hiyo mtu atakuwa anakula chakula hapo, jiko endeleo na hapo. Kwa watu wa kupangilia majiko katika namna ya mini counter bar, wananielewa sana. Hapo utapangilia kama upo bar vile, yani vile virefu jiko lako litakuwa limetenganishwa upande wa kulia na dining yako itakuwa imetenganishwa upande wa kushoto. Sawa, kitu kizuri ambacho kipo kwenye hii ramani ni choo kilichowekwa katika chumba kimoja cha self ambacho kiko mbele ya jengo. Hicho choo kimeweza kupewa nafasi kubwa sana kiasi kwamba unaweza kaweka hata bafu lako la jacuzzi. Unataka kuogelea humo ndani, basi mambo mengine yanakuwa ni fresh. Na ili kusiwe na mambo mengi, ili kusiwe na jau au kusiwe na msongamano wa mawazo, mtu akakaa kufikiria ni aje na nini, upande wa nyuma wa jengo kuna veranda kubwa sana kiasi kwamba shughuli zote za jikoni ambazo zitatakiwa kufanyika nje zitafanyika kwa uhuru sana. Kumbuka kuna muda kina mama watataka kukaa huko kuandaa mchele, kupika mchele, kufanyaje, ili baada ya hapo mtu aje upike jikoni hapo. Kwa hiyo huko nyuma nafasi inatosha sana, the same kama ilivyo mbele ya jengo. Veranda zote ni kubwa, zinatosha. Kwa hiyo mtu unaweza kukaa hapo kufanya assignment zako, kufanya vitu vyako, bado nafasi ni nzuri sana. Ukiliangalia hili jengo namna ambavyo limekaa, of course ukilijenga kokote kule lazima liwe ndio jengo la kwanza lenye muundo huu ambao unaweza kutazamika hapa. Hili jengo lina vyumba vinne vya kulala. Idadi ya tofali hapa zinatumika jumla ya tofali za blocks tofali 4,000, lakini kama watatumia tofali za kuchoma hapa zitatumika jumla ya tofali 13,000. Bati 80 za futi 10 na mbao za kenchi ni 200 kamili. Kwenye upande wa kwa nini unaweza kujiuliza swali kwamba kwa nini bati zinakuwa chache mbao zinakuwa nyingi? Hapana, ni mpangilio ili kuhakikisha kwamba mfumo wa bati unakuwa imara. Of course, ili bati liwe imara sana itategemeana na kenchi zimesukwa vipi. Kwa sababu hizi bati za hide and roof huwa sometimes kenchi zikisukwa kiholela inaweza ikatengeneza namna fulani hivi ya eneo la katikati kubonyea kuingia ndani. Kwa hiyo hili nalo huwa linaleta kipengele kwenye majengo of course. Kwa hiyo hilo nalo pia limeweza kuwa solved kwa kuhakikisha kwamba idadi ambao nazo zinakuwa ni nyingi. Sawa, kama utatumia tofali za kuchoma nimekuambia tofali ni 13,000, lakini kama ukitumia tofali za blocks hapo ni tofali 4,000 kamili. Na unaweza ukalijenga hili jengo kivyovyote vile. Watu wamekuwa wakijiuliza maswali na wengi wamekuwa wanauliza maswali pia. Hivi nyumba za hide roof unaweza kuzijenga kwa tofali za kuchoma? Hilo limekuwa ni swali ambalo limekuwa likijirudia sana hasa kwenye mitandao ya kijamii, watu wamekuwa wakiuliza. Jibu liko hivi,
Tofali za blocks, tofali za kuchoma zote zinaweza zikafanyika ujenzi wa majengo haya. Na sio tu majengo haya, jengo lolote lile pale. Japo tofali za blocks nyingi zimekuwa zikitumika kwenye majengo ambayo ni makubwa, majengo marefu, hasa magorofa, kwa sababu ya kutokuchanganya mambo. Kama utakuwa tunatumia tofali za blocks, tutumie tofali za blocks. Kama tunatumia tofali za saruji, tofali za simenti peke yake, ili kutokuchanganya mambo. Kwamba unakuwa na tofali za simenti lakini unakuwa tofali na za udongo kidogo, inakuwa ni changamoto hasa kwenye majengo makubwa. Ila kwa majengo madogo madogo tofali za udongo zinafanya vizuri sana. Kwa nini tofali za udongo zinakuwa recommended sana kutumika kwenye majengo ya magorofa? Huwa ni ubora uliothibitika, of course, tofauti na kwenye majengo yetu madogo. Majengo yetu madogo tuna force kutumia tofali za block ambazo ni biskuti, naweza kusema hivyo, au ni zile zilizo chini ya kiwango. Sasa kama ukitumia tofali za block ambazo ziko chini ya kiwango, basi ujiandae kisaikolojia, lolote linaweza likatokea. Kuna jengo lako ukajikuta tunajua tena, ukajikuta jengo lako limetia crack au limebomoka kabisa. Sawa, nikukumbusha tu kwamba ramani kama hizi na zingine nyingi zote tunaandaa au tunaziweka kwenye mitandao yote ya kijamii ambayo tunaenda kwa jina la Makazi Mpanda. Na nikuambie tu ya kwamba kama haujafanya zoezi la kusubscribe katika YouTube channel yetu, basi unachelewa sana, lakini hujachelewa, kwa sababu sasa hivi ninakwambia na unaweza kufanya hivyo. Hakikisha pia umetufollow mitandao yote ya kijamii, tunatumia jina la Makazi Mpanda. Mitandao yote ya kijamii tunapatikana kwa jina hilo hilo la Makazi Mpanda. Kwa hiyo kutucheki huko, na nafikiri hautajutia kwa kile ambacho utakachokuwa unakitazama huko. Lakini pia usisahau kwa sababu kama unataka kutazama ramani kupitia WhatsApp yako, napo ni rahisi sana. Cha kufanya ni hivi: tuma message WhatsApp kwenye namba hii inaonekana kwenye kioo cha simu yako, andika neno niunge. Sawa, wewe andika neno niunge. Ukishaandika neno niunge, kichofanyika hapo, nitakutumia link, ambapo kupitia link hiyo basi utaweza kutazama ramani tunazokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii kiurahisi sana kupitia WhatsApp yako. Ni rahisi, lakini pia unaweza kufanya hivyo kwa sababu hizo ramani unakuwa unazitazama kupitia simu yako kiurahisi, na sio lazima uingie kwenye mitandao mingine ya kijamii. Na hii inaweza ikakufanya wewe ukajifunza vitu vingi sana kuhusiana na ramani za nyumba, badala yake ukawa unahangaika mara unaingia kwenye mitandao ya kijamii huko ingia huko, kwa inakuwa inakupotezea muda pia. Lakini kama unatumia mitandao ya kijamii, basi napo usisahau au usiache kutufollow mitandao ya kijamii. Tunatumia jina la Makazi Mpanda. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.